One on One with Charles William. Karibu kwenye One on One ya Wasafi TV. Mimi ni Charles William. Siku ya leo nimepata fursa adhimu kabisa ya kuwa na moja kati ya wagombea ubunge wa chama cha ACT Wazalendo katika mkoa wa Dar es Salaam, na yeye ni mgombea ubunge katika jimbo la Mbagala. Mbagala ipo wilaya ya Temeke pale, na si mwingine isipokuwa ni Jamal Rwambo. Na Jamal Rwambo, nimepata fursa kuzungumza na wewe. Nimefurahi sana kwa sababu mbali ya kuwa mgombea ubunge wa ACT Wazalendo, lakini nazungumza na kachero mbobezi wa polisi hapa nchini, kachero mstaafu. Asante sana. Zipo hekaya zingine huku huwa zinasema, tuanze nalo tu kabisa hili kabla hatujazungumza sana. Huku mtaani, mtu akifanya kazi kwenye jeshi la wananchi au idara ya usalama wa taifa au jeshi la polisi kwenye ngazi za juu kabisa kama ulivyokuwa wewe, huwa wanaamini watu hao huwa hawastaafu. Kwa hiyo kama wewe mgombea ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo, wapo watu ambao wanasema kachero huwa hastaafu. Kwa hiyo Jamal Rwambo inawezekana bado yupo kazini hata huko ACT Wazalendo. Asante sana, na kushukuru sana Bwana Charles na Wasafi Media kwa ujumla kunipa nafasi ya kuzungumza machache. Labda nikianza moja kwa moja na lako hilo, ni kwamba usemi wao unategemea kwamba hawa watu waliotumikia vyombo vya dola hutegemei wawe watu wapuuzi katika maeneo yoyote yale, iwe siasa iwe wapi. Hiyo ndio maana yao kubwa. Kwa hiyo unapokuwa na mtu kama huyo katika eneo la kisiasa, tegemea kwamba huyo ni mtu anayeweza kulisaidia taifa hili, hasa kuhusu masuala ya usalama na mambo mengine yote. Kwa hiyo Jamal Rwambo kuwepo kwenye siasa ni katika uelekeo huo kwamba uweze kukubali, malaki unakuwa kwa kiinchi zaidi kuliko kibinafsi. Kwa hiyo wanaweza kuwa wapo sahihi kwamba watu bado wapo kazini, maana jukumu kubwa la vyombo vya ulinzi na usalama na kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama. Sasa kama unaweza kupeleka salama katika uchaguzi, unaweza kupeleka salama michezoni, unaweza kupeleka salama wapi, hilo ni jambo la neema. Kwa hiyo hakuna ubaya kwa viongozi mbalimbali au watu waliotumikia vyombo vyenye heshima katika nchi yetu wakapewa nafasi ya kushiriki katika hayo maeneo. Watafanya vizuri sana. Na mimi naamini katika sura hiyo nitafanya vizuri katika kuwasaidia wananchi kupeleka malalamiko, kupeleka matatizo yao mbele ya bunge. Kule nayo nafasi kubwa ya kusikika, kwa sababu moja kati ya viupo vyetu ni kwamba sisi sio waongo. Huwezi kuwa muongo. Kiwa kiongozi utakiwa kuwa muongo. Sasa ukipeleka bungeni kitu ambacho kinawagusa wananchi, kwa mfano wa Mbagala, una nafasi nzuri kubwa ya kuaminika na kufanyiwa kazi kuliko vinginevyo. Sawa. Ukizungumza kuiweka nchi salama, vyama vya upinzani mara kadhaa vinakuwa na mvutano na dola, vinakuwa na mvutano na Chama cha Mapinduzi ambacho ndo chama tawala. Kwenye hayo mazingira wanaona kama kachero mstaafu wa jeshi la polisi anaweza kuwa na ukaribu sana na makachero wa sasa wa jeshi la polisi. Pengine ndo maana watu wanakuwa na hofu wakiona mtu aliyokuwa kwenye idara nyeti ya usalama ameenda upinzani. Wanakuwa wanaona kama ameenda kimkakati zaidi wa kusaidia dola. Kusaidia dola katika maeneo ya kiusalama. Lakini dola unaweza kulisaidia kwa kuonyesha matatizo ya wananchi ili yaweze kuchukuliwa hatua. For that matter utakuwa unaisaidia dola. Kwa hiyo kwenda kwangu kuyapeleka matatizo ya wananchi ambayo yapo ama hawasikilizwi kwa sababu moja au nyingine, au yanapuuzwa, uwepo wangu utakuwa na nafasi nzuri zaidi kwa matatizo hayo kuweza kushughulikiwa. Mahali ambapo wengine wanaogopa, mimi rahisi kwenda na kufunguliwa mlango, karibu kamanda. Kwa hiyo naweza kueleza matatizo yangu, iwe kwa waziri, iwe kwa mheshimiwa rais, iwe kwa yeyote ambaye yupo katika nafasi ya uongozi. Kwa hiyo nitakwenda katika sura mbili. Kwanza kama kamanda, hakuna mahala kamanda atagonga mlango asifunguliwe. Mimi na advantage kubwa sana. Kwa hiyo naweza kusema tu watu wa Mbagala mwaka huu wamepata bahati ya kuwa na mtu anayeweza kwenda popote na kuwasemea kwa yale matatizo ya msingi yanayowahusu. Kwanza na yafahamu. Alafu najua jinsi ambavyo labda pengine mengine yanapuuzwa kwa sababu
siku za nyuma nimekuwa mara nyingi nikisema wale wanaopata bahati kumsaidia Mheshimiwa Rais, baadhi yao hawamsaidii, baadhi yao wamekuwa miungu watu. Sasa hilo itakuwa vizuri zaidi nikipata nafasi kwenda kulisemea bungeni na kuwaonyesha huyu hawasaidii nchi yetu kule nakotakiwa kwenda. Kwa hiyo kuwepo huku mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na uongozi wa ACT Wazalendo kwa kuona thamani niliyokuwa nayo na kuweza kunikaribisha na kunipokea tuweze kusaidiana jukumu ambalo wao wamekuwa wakipigania muda mrefu. Kwa hiyo uwepo wangu kule wala usiwe na mashaka, ni katika kuisaidia taifa, kuwasaidia wananchi wa Mbagala at least kufika pale mahali ambapo walikuwa hawafiki. Yeah. Umewahi kuwa mwanachama, kwa sababu wakati upo jeshi la polisi mpaka unapanda na kuwa kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi, ni ngazi ya juu kabisa. Umewahi kuwa mwanachama wa chama kingine cha siasa? 74 nikiwa JKT, kwa mujibu wa sheria nilijiunga na chama cha 5. Ilipofika mwaka 77 nikawa mwanachama mwanzilishi wa Chama cha Mapinduzi. Lakini mwaka 92 sheria ya vyama vingi ilipoanzishwa, watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama hatukupashwa kufuatana sheria ile kuwa wanachama wa chama chochote. Kwa hiyo sikuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa kuanzia ile 92 mpaka nilipostaafu mwaka 2013 ndipo nilirejea tena katika Chama cha Mapinduzi. Lakini ulisitisha wanachama kufuata kwa matakwa ya sheria kwamba tupashwe kuwa wanachama wa chama chochote kuanzia mwaka 93 ukaondoka. Kuanzia mwaka 92 sheria ya vyama vingi ilipopitishwa. Kwa hiyo sikuwa mwanachama wa chama chochote kwa matakwa ya sheria mpaka ulipokuja kustaafu 2013. Mpaka nilipostaafu mwaka 2013 ukarejesha wanachama wa CCM. Nikarejesha wanachama wa CCM ambao nilidumu nao mpaka pale nilipoaga rasmi kwamba bye bye na kualikwa na chama cha ACT. Kachero, mbobezi wa jeshi la polisi, kwa nini umeamua kutimka CCM ulipokuwa na kutimkia ACT Wazalendo? Uliona nini hakipo sawa ndani ya CCM? Neno kutimka sio neno sahihi sana, kwa sababu sheria ya vyama vya siasa ilianzishwa na kutoa nafasi kwa wananchi wote kujiunga na chama chochote ambacho wanadhani kwamba kinafaa. Unajua kuna wakati hata washabiki wanapiga kelele pale ambapo mchezaji ambaye anaona anaweza kuleta ushindi kwenye timu na mwalimu anapoamua kumfanyia substitution wakati wa mchezo. Hata baadhi ya wachezaji wanapokuwa mchezoni, mwalimu anapo indicate afanye mabadiliko kwa mchezaji huyo, mchezaji anatumia nafasi angalau ya kukatalia mwalimu kwamba hapana, mimi nadhani bado naweza kuisaidia timu hii. Sasa katika misingi hiyo mimi ni mchezaji mzuri kama ilivyokuwa nikiwa mtumishi katika jeshi la polisi. Nilifikia wakati nikapewa nishani ya utumishi uliotukuka. Utumishi uliotukuka sio utumishi wa mchezo. Wengi ni watumishi, lakini kupata ile nafasi ya kupewa nishani ya utumishi uliotukuka ni jambo kubwa sana. Sasa kama mchezaji unapofanyiwa substitution, lakini huku mashabiki wanapiga kelele, hapana, mwalimu huyu hatakiwi kufanyiwa substitution, wewe ukaendelea na substitution, linakuwa sio jambo zuri. Sasa mimi nilidhani kwa hali ilivyo bado nahitajika na taifa hili kulisaidia katika maeneo mengi, na sio sahihi sana kunifanyia substitution pale ambapo naamini nataka kucheza na naweza nikacheza vizuri zaidi kulinganisha na wachezaji wengine ambao wanaonekana wanaweza kuwa wachezaji bora. Kwa hiyo kilichonisukuma zaidi ni ile hamu ya kutaka kutumikia nchi yangu kupitia chama hiki kwa lengo la kutoa utumishi uliotukuka niliokuwa nao kule huku katika vyama. Kwa hiyo wala isiwe na wasiwasi, tafanya kazi vizuri. Tuna maadili yetu, na mimi kama mimi of course hutegemei nitasimama pale juu ya jukwaa kuanza kutukana viongozi bila sababu yoyote au kutumia lugha yoyote au kulitukana jeshi la polisi. Hiyo kitu sahau. Hata viongozi wangu ndani ya
chama wanajua hilo. Mimi sio mtu wa matusi, sio mtu wa lolote, lakini mtu wa hoja. Nitapeleka hoja kama inavyotakiwa. Unaungana na wale wanaosema kwa miaka zaidi ya 64 ya uhuru wa nchi hii, Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kutuletea maendeleo ambayo yalitarajiwa? Kila mtu ana mtazamo wa yale yanayoyasema. Wakati fulani huwezi kubeza vitu ambavyo vinaonekana, lakini hivyo vitu vinavyoonekana wakati fulani ni maeneo fulani tu. Kwa mfano, sasa hivi ukiniambia serikali imefanya vizuri sana katika ujenzi wa mashule, na mimi nitakwambia yapo maeneo hata hapa Dar es Salaam katika jimbo langu la Mbagala, kama kule Kichemchem hakuna shule ya msingi. Lakini pia ukiniambia serikali imejenga barabara, nitakwambia pia, lakini mbona kule Kichemchem hata ile zahanati iliyojengwa huwezi kuifikia kwa sababu hakuna barabara mbovu. Unaposema okay, tumejenga shule za sekondari nyingi huko Kichemchem, nitakwambia mbona ile shule ya sekondari pale haina hata uzio, alafu inageuka mahala ambapo wanafunzi wanatoka ovyo, watu wanakuwa na vifuta bangi. Unapozungumzia kwamba tumejenga barabara nzuri, mimi nitakupa mifano halisi ya matatizo katika maeneo ambayo hata wewe ukienda utashangaa. Nimechukua tu mfano mdogo wa Kichemchem. Pale Kichemchem mimi nakaa kijiji, of course, lakini nalijua jimbo la Mbagala kwa sababu naishi katika jimbo la Mbagala. Najua matatizo ya huko. Kwa mfano, unajua structure ya Kichemchem pale kuna minuko kama milima hivi, lakini ile milima sio ya mawe, milima ya mchanga. Mvua inaponyesha, ule mchanga unazoa, unakwenda kuhatarisha nyumba za wananchi pale. Inabidi wananchi watoke na viroba, watumie mchanga angalau kuzuia hali ya mmomonyoko huo. Lakini wakati huo hawa wataalamu wasioshaurika wa serikali wanaweza kusema wanachonga barabara. Lile eneo la mchanga unapochonga barabara kwa sababu yoyote ile, alafu mvua inakuja, balaka wewe sasa unasababisha soil erosion, mmomonyoko ardhi. Unaifanya ile njia ya mvua, unahatarisha majumba ya watu. Lakini ukisikia pengine serikali inasema tunatoa hati kwa viwanja vilivyopimwa, nitakwambia naenda pale Chemchemu uone watu, lile eneo limekuwa surveyed, lakini uone watu wanavyohangaika kupata hati za nyumba zao mpaka sasa, hati ambazo zingeweza kuwasaidia katika maeneo mbalimbali kama sehemu ya dhamana ya mikopo mbalimbali. Lakini kule hivyo sasa, hilo ni eneo dogo tu moja la Mbagala, lakini nenda kule uyaone matatizo. Hayapelekwi kwa sababu wanaotakiwa kuyapeleka sio watu wanaosema, sio watu wanaweza kusema, lakini mimi nina kipaji cha kusema na nasema kitu cha kweli. Lakini pia nimekuwa nikisema huko nyuma mara nyingi sana kwamba inawezekana Mheshimiwa Rais anafanya mambo mengi mazuri, lakini baadhi ya wasaidizi wake hawamsaidii. Juzi tumesikia katika hotuba ya uzinduzi ya Mheshimiwa Mama Samia akisema katika siku zake 100 za kwanza amezunguzia swala la kuzuia maiti za watu wagonjwa zilizolazwa zisizuiliwe pale, kwamba waliofiwa wachukue maiti. Hilo kilitazama unaliona jambo zuri, lakini akaongeza kwamba utafanywa utaratibu wafiwa waweze kulipia maiti hizo kwa muda ambazo zimehifadhiwa pale. Sasa pale watu watapiga makofi, lakini mimi ningeweza kusema tu kuzuia maiti ni kitu kizuri, lakini huyu mfiwa anahitaji msaada zaidi ya kuzuia maiti. Kama anapewa, hakuna sababu ya kumdai. Utaishauri serikali jinsi gani
ije na mpango wa kusaidia maeneo kama hayo, badala ya watu kulipia maiti, wapewe bure. Mafungu mbalimbali yaliyopo au njia mbalimbali zifanywe, kuwepo na mfuko wa kuwasaidia wafiwa katika hilo. Huyu amefiwa, bado anatakiwa alipiwe maiti. Bahati mbaya sana katika hilo. Nikienda huko kwa kushirikiana na wenzangu, nikienda bungeni kwa kushirikiana na wenzangu, hayo tunaweza kuyajengea hoja, tukaenda mbali zaidi, hata vile vifo vya wagonjwa wetu vichunguzwe. Sasa hivi watu wanaojifunza kuendesha magari hawaendeshi na magari mazima. Magari mabovu yale ndio wanaingia nayo mpaka unapokuwa madereva barabara, ndipo wanapoweza kuendesha magari mazuri. Lakini sasa hivi tumeshakaa na kujiuliza, hawa wanafunzi wengi wa fani ya udaktari, majaribio yao wanafanya wapi? Maana yake wanafanya kwa watu ambao hai katika maana hiyo wazima, lakini wagonjwa waliolazwa. Kwa wengine wanapewa operation ambazo haufai kupewa mtu kujaribia nayo. Kwa baadhi ya watu wanakufa kwa majaribio. Vipaumbele vyako jimbo la Mbagala unakwenda kugombea, vipaumbele vyako vikubwa vitatu ni nini? Kwanza, kuhakikisha matatizo ya wananchi wa Mbagala yanajulikana na yanapelekwa bungeni yaweze kufanyiwa kazi. Lakini la pili, kuhakikisha swala la usalama kwa Mbagala ni kipaumbele. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya usalama, lakini nikipita nikiliangalia jimbo langu la Mbagala ambalo ni kubwa, hata ule mfumo wa kuanzisha wilaya za kipolisi unahitajika sana Mbagala. Sasa hivi mwananchi wa mbali kule Twangoma akiwa na tatizo la kipolisi, ili amuone OCD inabidi aende Maturubai. Yule wa Charambe, yule wa wapi, inabidi aende kwenye kituo kikubwa ambacho labda ni Mbagala pale Maturubai. Sasa kuna tatizo gani kwa serikali angalau kuhakikisha wanaongeza kupanua wilaya za kipolisi katika jimbo la Mbagala, ili angalau usalama uwe zaidi, polisi wawe karibu na wananchi. Lakini pia yapo matatizo ya wastaafu, yapo matatizo ya vijana, yapo matatizo ya kina mama ambayo ama yanajulikana lakini yanapuziwa. Yale yote nitayachukua na kuyapeleka bungeni bila hofu na kwa ushahidi. Sasa hivi tunapozungumzia afya, maana vitu vikubwa katika maendeleo ya mtu unahitaji uchumi uwe imara, lakini uchumi utopataje kama afya sio imara? Sasa hayo maeneo yatapigia. Sasa hivi lipo tatizo kubwa ambalo halizungumzwi sana, linazungumzwa tu kwenye mitandao na wale wanaouza dawa. Sasa hivi kuna tatizo kubwa la tezi dume. Tezi dume ni janga la kitaifa, sio Mbagala tu. Watu wote na hili linahusu wanaume. Watu wote wanaume. Sasa mgombea ubunge unataka kufanyeje kuhusu tezi dume? Tezi dume kwanza litambulike kwamba ni tatizo la kitaifa. Kwa hiyo mkazo mkubwa serikali uweke katika matibabu ya watu wote. Sasa unagusa vijana na wazee pia, as from 45 wanakabiliwa na matatizo mengi. Unataka matibabu yaweje, yawe bure au yawe vipi unaposema yawekewe mkazo? Kwanza ieleweke hilo tatizo kubwa na serikali iweke nguvu kubwa katika matibabu yake, badala ya kutoa kauli labda la kubeza kwamba sasa hivi vijana wengi wanakula unga wa Kongo na vitu kama hivyo. Hapana. Tatizo ni nini mpaka wanakula unga wa Kongo? Basi serikali ingie pale, vumbi la Kongo. Vitu kama hivyo. Yaani kuna mambo mengi ama yanajulikana hayapewi ule uzito, na hayapewi uzito sio kwa sababu hayajulikani, ila watu wanaotakiwa kuyapeleka hawayapeleki ipasavyo, ama wanapeleka katika sura yote. Kwa hiyo pale kwenda kuwasemea wananchi yale ambayo yanawasumbua na hawasemewi, yapo mengi. Ndio. Unaona mazingira ya kisheria kwenye uchaguzi huu yanaweza kukuwezesha wewe kushinda tangu kuanza kwake, unavyoona mazingira yenyewe, mwenendo wa uchaguzi,
unakuwezesha wewe kama mgombea wa ACT Wazalendo kushinda na kutangazwa? Sio mimi tu, watu wengi ambao watagombea na wakapata kura nyingi kuliko wengine watatangazwa na kushinda. Sina wasiwasi na hilo. Wewe umekuwa afisa wa juu kabisa kwenye jeshi la polisi. Ndio. Na umestaafu 2013. Ndio. Miaka 12 iliyopita. Sahihi kabisa. Huko upinzani wamekuwa wakivituhumu vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la polisi kwamba limekuwa likisaidia Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi kuhakikisha kwamba wagombea wa CCM wanashinda kiurahisi, lakini hata ambao hawajashinda kutangazwa. Kwanza, una ushuhuda wa hili kutokea katika kipindi chako? Mimi nitachofanya ni kuelewesha wenzako ACT Wazalendo umuhimu wa jeshi la polisi. Duniani kote jeshi la polisi litabaki kuwa muhimu. Tuwaamini, tuongee nao, ikiwezekana tutatue matatizo yao ili waweze kufanya kazi kulingana na weledi. Hilo nitalisimamia na nitalifanya kwa sababu tunahitaji mapolisi, lakini wanasiasa gani wanazungumzia matatizo ya polisi kwa undani wao? Sasa hiyo itabadilika. Uwepo wangu kwa ACT Wazalendo, sina mashaka juu ya ushirikiano wetu na jeshi la polisi katika kuhakikisha haki inatendeka. Mahali ambapo haki itakuwa inaonekana inakosewa, basi tutazungumza nao jinsi gani ya kwenda kutekeleza haki. Kama kuna vitu vinawakwaza, itabidi watu waambie. Na tukiambia, tutaongea na watu ambao wanakwaza kwamba tatizo la polisi sio hawa, tatizo lipo hapa, hebu jirekebisheni 1, 2, 3. Wakati wa wananchi watakuwa wamenipa hayo mamlaka ya kwenda kule bungeni na kuyasemea kule. Kama nilivyokuambia, mimi mahala popote nikigonga mlango nitafunguliwa. Na nikifunguliwa nitasikilizwa. Afande, umekuwa miaka 30 ukilitumikia jeshi la polisi. 39. Yeah. Mpaka unastaafu ukiwa na miaka 60. Yeah. Tunaweza tukasema zaidi ya nusu ya uhai wako umeutumia jeshi la polisi. Hakika. Hili la polisi kutumika na wanasiasa wa chama tawala kusaidia ushindi wao, ni jambo la kweli ama ni jambo ambalo watu wamekuwa wakilipakazia jeshi la polisi? Ndicho nachotaka kujua. Mimi sijui, kwa sababu nimelitumikia jeshi la polisi kwa miaka 39 na kutoka na nishani ya utumishi uliotukuka. Utumishi uliotukuka ni utumishi usiokuwa na mashaka. Katika umri wangu, katika nafasi zangu nilizozishika katika jeshi la polisi, sikuwahi kupewa maelekezo kutoka sio kwa wakubwa wangu au kwa viongozi wa kisiasa nifanye kitu chochote kinyume na maadili ya jeshi la polisi. Na kama ingetokea msimamo wangu mimi ungekuwa tofauti, nisingefanya. Usingefanya vipi? Nisingefanya kwa sababu wale wana miongozo yao. Kuna vitabu vinavyowaongoza wafanye nini, wasifanye nini. Kwa hiyo wakifanya ndivyo sivyo, sio kwa maelekezo, wakati fulani watu au maaskari wale wasiojitambua wanakuwa na ile hofu tu ya kujipendekeza au ya kuogopa. Utakuta baadhi ya maaskari tena ngazi za juu tu kuonana na wanasiasa wa vyama tofauti, wanaona labda nikiongea na huyu Zitto Kabwe au labda nikiongea na Dorothy Semu nitaonekana mimi ni mpinzani. Hapana, wewe ni polisi, utabaki kuwa polisi, tekeleza majukumu yako kufuatana na taratibu zako. Lakini nitakwambia tu, kama unatumika kuiba kura kama unavyosema, basi usitumike kuiba kura, tumika kulinda kura. Kama unadhani uwepo wako unawasaidia watu kufanya vitendo ambavyo havikubaliki kisheria, wewe kataa. Lakini akikataa anapoteza ajira yake. Hakuna kitu kama hicho. Labda nyinyi munipe data katika maswali yenu kwamba kuna huyu na huyu na huyu alikataa akapoteza ajira yake. Hakuna kitu kama hicho. Mapolisi au viongozi wa polisi wakubwa na wadogo wanasema kuna uhamisho. Uhamisho ni sehemu ya kazi, na wakati fulani wanahamishwa kutokana na uhitaji. Wanasema unachukuliwa Dar es Salaam hapa kwa sababu hujasikiliza maelekezo, au kwenye jiji moja unapelekwa mpakani huko. Anasema uhamisho upo,
na upo kwa sababu mbalimbali kutoka na uhitaji. Hakuna uhamisho uliotolewa kwa sababu ya adhabu. Wanaofanya makosa ya kinidhamu, kwa kadri mimi ninavyojua, na sijui kama hiyo imebadilika, of course wanachunguzwa, wanashtakiwa kijeshi na adhabu kutolewa kulingana na lile kosa lake. Wapo wanaofukuzwa kazi, wapo wanaoteremshwa vyeo kulingana na uzito wa kosa. Kwa swala la mtu kuhamishwa kwenda bahala pengine haiwezi kuchukuliwa kwa ni adhabu, iwe sehemu ya kazi. Askari anapopokea maelekezo kutoka kwa mkuu wake na maelekezo hayo yakawa kinyume cha sheria, akiagomea, litakalomkuta anaweza kukimbilia wapi ili kujinusuru? Kwanza hakuna askari, hakuna kiongozi ambaye atatoa maagizo ya ovyo kwa yule askari anayemuongoza. Na labda nitoe wito tu, wao askari wanayo haki ya kukataa maagizo yote ambayo sio halali. Yatoke kwa yoyote, yawe kwa mkubwa, yawe kwa mdogo mwenzake, yawe kwa rafiki yake. Pale ambapo una hiki ni kinyume na taratibu za utendaji wa jeshi la polisi, hana haja ya kutekeleza, na hakuna mtu anaweza kumchukulia. Na akichukuliwa hatua, na kama wapo askari kama hao, basi nitaanza kazi ya ubunge kabla sijaenda bungeni. Atakusanya malalamiko yake, tutapeleka bahala ambapo sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo askari wasiogope kutekeleza maagizo yao pale, wasiogope kutekeleza kazi zao pale ambapo wanakwamishwa na viongozi wanaowapa maagizo yasiyotekelezeka kisheria. Wawe washauri wazuri, tuafande, japokuwa umeniambia nifanye hivi, lakini sheria inakataza nisifanye hivi. Askari kama wao nitawapongeza sana. Na nitapendekeza wao wanapewa vyeo wanaojitokeza na kukataa maagizo ya hovyo yanayotolewa. Kwa sababu hata kiongozi naye anapopokea maagizo ambayo sio, akitekeleza, basi jua kuna tatizo. Wakati fulani kutekeleza vibaya maagizo yanayotolewa yanapelekea askari yao wakose utetezi pale wanapochukuliwa hatua za kisheria. Na hiyo ni hatari kwao. Tutaendelea kuwafundisha ili wawe wanatambua wajibu wao, na wanapofanya wajue wajibu wao ni nini. Kwa sababu umewahi kuwa RPC Kinondoni, umekuwa RPC Mwanza pamoja na Manyara, mikoa mitatu, na sasa hivi unagombea ubunge kupitia chama cha upinzani. Ndio. Moja kati ya hoja ambazo huwa zinatolewa, nisingeita chama cha upinzani, ningeita chama cha siasa. Kwa sababu sheria ya uchaguzi inakutaka ujiunge na chama, uwe mgombea kutoka chama cha siasa. Haijasema kwamba ujiunge na chama cha upinzani. Hakuna chama cha upinzani kutoka na nani. Sawa. Sasa moja kati ya hoja ambazo zinatolewa na vyama ambavyo havijawahi kuwa madarakani ni kwamba mfumo wa kisheria unaofanya jeshi la polisi liwe chini ya viongozi wa kisiasa, kwa mfano kamati za ulinzi na usalama za wilaya na mikoa, ambazo RPC anakuwa ni mjumbe kwenye kamati ya ulinzi na usalama, lakini mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya kwenye ngazi ya wilaya ndo anakuwa mwenyekiti wa hiyo kamati, na anatoa maelekezo mbalimbali kwa vyombo hivi. Wanaona kama mfumo huu wa kisheria na kiutaratibu sio sahihi, unaovinyima uhuru vyombo vya dola kutekeleza majukumu yake kiufasaha. Zipo sheria nyingi ambazo wananchi wanazilalamikia. Sisi vyama vya siasa tunalalamikia, na tungependa sheria zirekebishwe katika maeneo hayo. Tutaendelea kuweka nguvu kuhakikisha zile sheria kandamizi kama zinavyoainishwa ziweze kuchukuliwa hatua. Lakini ni kuhakikishie kwamba kila mtu ana majukumu yake mahala ambapo anapelekwa kwa kazi. Ile kuwepo katika kamati ya usalama ya mkoa haina maana kwamba RC yupo pale kuwaburuza walio chini yake kwa vitu ambavyo anataka awaburuze navyo. Na hawa wasaidizi wake wa vyombo ni washauri wa kiusalama katika maeneo yao. Kwa hiyo wajibu wao ni kushauri njia bora ya kutekeleza mambo ambayo yatafanya mkoa wao uwe salama. Lakini kama kiongozi wa mahala hapo anaonekana kwenda kinyume, wanayo haki katika vikao halali kumkatalia kwamba hili sio sahihi kwa sababu ya 1, 2, 3,
tukitaka kulifanya jambo hili kwa usahihi, twende katika njia 1, 2, 3. Unazungumza kama mtaalamu wa eneo lako. Sasa kama we mtaalamu ufanye shughuli zako za kitaalamu, sio tatizo la sheria, ni tatizo la wewe. Sasa watu kama hao, sisi kama ACT Wazalendo, kupitia hiyo milango ambayo tunaweza kuwafikia kwa wao, tabia kamanda huyu hakusaidii, yule hakusaidii, yule hakusaidii kwa sababu 1, 2, 3. Lakini kwa wale wanaojitambua wanakuwa na misimamo. Sasa mmoja kati ya watu waliokuwa wanajitambua, kwa taarifa yako, ni huyu unayezungumza naye ambaye tarehe 29 anakwenda kuomba kura ili aweze kupewa apelekwe bungeni. Jamali Rwambo ni mtu mmoja ambaye kwanza ana mambo mengi, ana hofu ya Mungu. Na unapokuwa kiongozi ukawa na hofu ya Mungu, basi wewe mambo yako yatakwenda vizuri sana. Viongozi wasiokuwa na hofu ya Mungu nao wanakuwa na matatizo. Ukiwa na hofu ya Mungu utafanya mambo kama yalivyo. Asante. Nipo na kamishna msaidizi mwandamizi mstaafu wa Jeshi la Polisi hapa nchini, Jamal Rwambo, mgombea ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo jimbo la Mbagala. Tumezungumza naye mengi. Baada ya sekunde 30 narudi kuendelea na mazungumzo naye katika sehemu yetu ya mwisho ambayo tutahitimisha mazungumzo yetu. One on One with Charles William. Yes, tumerejea kwenye mazungumzo ya One on One kupitia Wasafi TV. Nipo na kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi. Ni kamishna mstaafu. Utumishi wake ndani ya Jeshi la Polisi kwa kipindi cha miaka 39 ulihitimishwa mwaka 2013, na hiyo ni baada ya kufanya kazi kutoka ngazi ya chini kabisa na kupanda mpaka juu. Na katika nyakati zake za mwisho kabisa ndani ya Jeshi la Polisi, bila shaka ulikuwa makao makuu ya Jeshi la Polisi ukiwa kwenye upelelezi. Kwenye kipindi ambacho umefanya kazi ndani ya Jeshi la Polisi, kazi yenyewe ya uaskari unaweza kuielezeaje? Kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna maneno mengi sana kuhusu kazi ya uaskari. Wapo watu ambao wanasema wazi kabisa, mimi siwezi kuruhusu mtoto wangu akawa askari polisi, wakiangalia tu mambo mbalimbali yanayoendelea. Kazi ya polisi ni ngumu, na kazi ya polisi inahitaji wito, inahitaji kujituma, lakini kubwa itawaliwe pia na hofu ya Mungu na uaminifu katika utendaji wa kazi hiyo. Mazingira wanaofanyia kazi polisi ni magumu sana. Na wanapofanya ni vizuri wale wanaowapa kazi waangalie yote, wakiwemo wanasiasa. Wanasiasa wachukue kwanza jukumu la kujua matatizo ndani na nje ya polisi. Wakiyajua watawasaidia vyema. Mimi nimefanya kazi kwa miaka 39. Sio kwamba kazi ilikuwa rahisi hivyo. Na bahati nzuri kama ulivyosema, na labda pengine wasikilizaji hawajui, mimi nimeanza kazi kwa kuanza mafunzo ya recruit pale CCP Moshi. Lakini baada ya pale nilianza na cheo cha chini cha police constable kwa kulinda mahandaki katika reli ya Tazara kwa kipindi kadhaa. Alafu baadaye nikaenda katika mafunzo ya uongozi, nikaanza kupanda vyeo hatua kwa hatua mpaka kufikia hiyo ngazi niliyostafia. Kwa hiyo sio kazi ndogo, lakini inahitaji kujituma, na unapokuwa kazini jiweke katika nafasi ya wale watu unaowahudumia ni sawa na wazazi wako, sawa na watu wengine ulioacha kijijini kwako. Utakuwa na heshima na utatendea wema, na hasa ukizingatia haki. Ukisema kazi hii ni ngumu, lakini pia unasisitiza viongozi kwa maana ya wanasiasa waangalie maslahi ya askari wa polisi. Kwani maslahi yao yapo vipi? Wengi wanajua maslahi katika jeshi la polisi sio mazuri kihivyo ukilinganisha na mapolisi wa majeshi wengine. Na nchi yetu ina uwezo wa kuboresha maslahi ya askari. Makazi yao, mishahara yao, posho zao na hali kama hiyo. Yapo matatizo ya nje ya polisi ambayo yanaweza yakasimamiwa na yakatekelezwa vyema na serikali. Bahati mbaya wanasiasa wengi hawazungumzii matatizo
ya jeshi la polisi. Nini wafanye? Kuwafanya polisi wetu wa Tanzania wafanye kazi kwa furaha, makazi yao, vitendea kazi vyao, lakini hata maslahi binafsi, upangaji wao wa kazi uko vipi? Viongozi wakati fulani wanalindwa na maaskari, lakini kila kitoka akirudi anakuta mlinzi yule pale nyumbani. Hivi hawezi hata kuuliza, hivi huyu askari ndio yeye kazi yake ni kulinda tu hii nyumba yangu kwa miaka yote na vitu kama hivi? Yani hapo mambo mengi yanaweza yakijulikana. Wanasiasa wanayo nafasi ya kuyaboresha maisha ya askari. Najua viongozi wao wanajitahidi kuomba hapa pale na pale, lakini wanahitaji nguvu ya pamoja ya wabunge na hasa kutoka ACT Wazalendo, ambapo mimi nitakuwa mmoja wao, kuwasemea hawa mapolisi. Hakika yatabadilika, na kama nilivyosema, askari akijiweka mahala ambapo analitumikia taifa na yule anamtumikia anafanana sana na mzazi wake kule kijijini, atajitahidi kutenda haki. Wakatae tamaa, wasiongozwe na tamaa katika utendaji wa kazi wao. Unadhani huu uduni wa mishahara na posho inaweza ikawa ni sehemu mojawapo inayochangia sana haya malalamiko ya uwepo wa rushwa kwenye mchakato mzima wa haki jinai kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama? Nikisema rushwa ndani ya jeshi la polisi haipo, nitakuwa muongo, na mimi sitaki kuwa muongo, kwa sababu sio hulka yangu kuwa muongo. Wanasiasa wengi na hasa hawa wanaopewa nafasi za uongozi, wakati fulani wanakuwa uongo ambao wanaupeleka kwa wananchi. Wananchi hawajui nini ni nini, na kwa shida hii nitakuja kuifafanua kidogo baadaye. Lakini tatizo la rushwa lipo. Chanzo chake hakuna jibu la moja kwa moja, kwa sababu sio wote, ni idadi ndogo tu ya watendaji wa polisi wanaochukua rushwa, na pale ambapo viongozi wanakuwa makini, wanajitahidi kupunguza tatizo hilo liondoke. Lipo eneo moja nilishawahi kulizungumza huko nyuma. Polisi walikuwa na kitengo cha maadili. Kile kitengo kilikuwa kinafanya kazi nzuri kwa wazi na kwa siri, kubaini wale watu waliokuwa wanakwenda kinyume na maadili ya jeshi la polisi, wanachunguzwa na kuchukuliwa hatua. Hiyo ilisaidia sana, lakini baadaye wanasema kila kitabu kina zama zake. Mabadiliko kwenye jeshi la polisi, wakaona kile kitengo, wengine wakaona ni kama labda sio muhimu sana, wakakiondoa. Walipokiondoa, hayo yanaonekana ndio hayo yanayosemwa, lakini ni washauri tu katika hilo. Bado kile kitengo ni muhimu, wakiimarishe kuweza kubaini maaskari na maafisa wanaofanya au wanakwenda kinyume na maadili ya jeshi la polisi, wanachukuliwa hatua. Na swala la rushwa halipo polisi tu. Hili swala sasa hivi limekwenda mbali zaidi na ni jambo la hatari. Sasa hili inabidi sisi wananchi kwa pamoja tuwe na nguvu ya pamoja kujitahidi kukemea rushwa. Rushwa tunaiona kwenye vyama vya siasa. Nazungumzia vyama vya siasa, sio chama cha siasa. Lakini rushwa kwenye vyama vya siasa na hasa wakati wa uchaguzi zinaonekana wazi kabisa. Na hawa bahati mbaya wanasiasa hawasemwi sana, na hasa wanahabari. Hata wananchi hawasemi sana, kwa sababu nao wanashiriki katika hizo rushwa katika siasa. Sasa tukiweza kuikemea rushwa kwa ubaya wake bila ubaguzi, tunaweza tukapiga hatua. Rushwa ipo kila mahala, tujitahidi kupambana kuliondoa hilo. Rushwa kwa vyombo vya habari vipo. Wapo wanahabari wanachukua rushwa kwa kutoa habari za watu, kwa kuzungumzia watu. Wapo. Rushwa ipo kila mahala.
Ukienda hospitalini watu wanaanika rushwa, ukienda wapi, lakini rushwa ya wanasiasa haizungumzwi sana. Na wakati fulani wanasheria wetu nafikiri watafikia hatua wajaribu kuangalia pale mtu unapochukua hela za mtu kwa sababu yote ile, alafu umpi nafasi ya kufika hata kwa wananchi akatimiza azma yake, itazamwe. Juzi katika mchakato wa Chama cha Mapinduzi nilichokuepo, kila mtia nia aliyekuwa anataka kutia nia kwa nafasi ya ubunge alilazimika kulipia shilingi 500,000. Sasa mahali ambapo labda watu 25 wanajitokeza, alafu watu 18 wanaambiwa nyinyi kaeni pembeni, hawa watu 7 ndio wataendelea na mchakato waende kwa wananchi ili waweze kunani, husemi lolote kuhusu wale 18 na zile 500,000 zao umezilamba. Nafikiri itabidi wanasheria tutafute, je, hii sio kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu? Kama ndio, basi angalau hatua zianze kuchukuliwa. Unaona kama hiyo nayo Naona hiyo ni dosari, kwa sababu haki ya kuchagua na kuchaguliwa kufuatana na katiba yetu ni ya kila mtu. Sasa huyu anapoonyesha haki ya kuchaguliwa, alafu kundi la watu linasema wewe huna haki ya kuchaguliwa, ishia huko. Pande Rwambo unaona kama kuna tatizo pale. CCM wanapaswa kubuni. Mimi sisemi CCM, nasema wanasheria wajaribu kuangalia hizi pesa ambazo wananchi wanachukuliwa kwa njia hiyo. Hawatofautiani sana na wale wanaojipatia fedha kwa njia udanganyifu. Itafikia hatua nadhani twende bungeni. Haya ambazo ni mara nyingi umezishughulikia sana ukiwa RPC, za kujipatia pesa kwa njia kujipatia fedha kwa njia udanganyifu. Mimi naambia bwana, nitakupa nafasi ya kunani, mpe basi hiyo nafasi. Kwani kuna ubaya gani? Anasema katika ule mchakato kuna ubaya gani? Hawa si wameomba watu 25 na wapo wapiga kura za maoni, wapeleke wote. Hata mtu akipata kura 1, 2, 3 haina tatizo. Lakini hawa wewe unasema nyinyi hapana, tunataka hawa. Lakini hawa nao waliokwenda, baadhi yao una ushahidi ambao uweze kuusema hapa wa kwamba wametoa rushwa, baadhi yao wametoa rushwa ili kupata nafasi hiyo ya kwenda. Sasa ikifikia hapo na hakuna mtu wa kusema, kidogo kunakuwa na tatizo. Ikifikia hatua watu waseme hizo pesa wote wanafahamu kwamba mchakato kuu unahusisha majina machache kurudi. Hapo udanganyifu kwa wapi afande Rwambo? Mchakato huu unahusisha, nasema majina machache ndio yatakayorudi. Tayari unatoa pesa huku unafahamu kwamba yanarudi katika staili gani? Kwa njia ya rushwa? Sisemi haya. Yanarudi kwa vikao kuchuja na kutathmini kwa kina. Kwani kuna tatizo gani hawa wakaenda kwa hao watu wanaowapigia kura, wakapigia tu huyo aone 500,000 zake ametendewa haki? Inaonekana kama hili ni miongoni mwa yaliyokukwaza mpaka ukakimbilia ACT Wazalendo na kukiacha Chama cha Mapinduzi. Kama nilichokuambia mwanzo, mimi ni mchezaji mzuri. Niliona sio sahihi kufanyiwa substitution wakati naweza kucheza na kuleta ushindi katika timu. Huku niliko kwenda, naamini umekabidhiwa jezi. Huko nimekabidhiwa jezi na ushindi utapatikana na matokeo yatapatikana. Labda nizungumzie swala moja la bima ya afya ambayo serikali imeeleza kwamba ipo kwenye mkakati wa bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote. Kwangu mimi, labda nadhani na ACT Wazalendo, tunaamini tatizo sio bima la afya kwa wote. Tatizo, hata mimi sasa hivi nina bima ya afya, lakini sipati dawa zote kwa kutumia bima yangu ya afya. Baadhi ya dawa naambiwa hizo hazipo katika bima ya afya, na hivyo nalazimika kwenda kununua. Sasa kama serikali inataka kuwasaidia wananchi katika eneo hili, ihakikishe bima ya afya anayopewa mwananchi isimtake tena kwenda kutafuta dawa ya kununua. Hapo utakuwa umemsaidia. Nchi yetu ni tajiri,
kuna vyanzo vingi vya pesa, sio maskini sisi kama ambavyo imesemwa na imeweza kuwa approved. Sasa hii bima ya afya ambayo wewe unayo lakini haikuwezeshi kupata baadhi ya matibabu, haijakaa vizuri. Sisi tukienda bungeni tutaiambia serikali katika hili la bima ya afya kwa wote, basi bima yake ya afya imruhusu kupata dawa zote mgonjwa huyu anazoandikiwa. Huo utakuwa msaada mkubwa sana wa serikali na sio vinginevyo. Lakini nikienda kupiga makofi kwamba wananchi wangu wa Mbagala wote wana bima ya afya, lakini bima zao za afya haziwaruhusu kupata dawa zote wanazohitaji, na watu hawasemi, hao waheshimiwa wanaokwenda bungeni wakati fulani wanaona matatizo hayo lakini hawasemi. Sasa hii ni tatizo, lakini kama kweli tunataka tulitatue tatizo hilo la afya ambalo ni msingi katika maendeleo ya watu, maana vitu viwili vikubwa, afya na uchumi. Ukiweza kutatua matatizo ya afya, uchumi utajengeka, na ukiweza kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja, wa watu wengi na vitu kama hivyo, utakuwa umepiga hatua sana. Nimepata vizuri. Kwa hiyo hilo la bima ya afya lirekebishwe, liangaliwe katika sehemu hiyo, kwa kweli itakuwa msaada mkubwa sana. Ndio. Asante. Mimi nashukuru sana kwa sababu dakika zetu zimekimbia sana. Takriban dakika 45, tunaenda dakika 50 za mazungumzo yetu. Nataka ugusie kidogo kwenye utumishi wako ndani ya jeshi la polisi mpaka unastaafu. Ni matukio yapi makubwa ambayo yanabaki kwenye kumbukumbu zako na unaona ilikuwa ni wakati mgumu sana kwako ukitekeleza majukumu? Moja kati ya vitu vingi, huwezi kuzisema vyote katika miaka 39, lakini moja kati ya vitu vingi na ambavyo wengi hawataki kuvisikia, mimi ni champion niliyemaliza kwa kushirikiana na wenzangu pale Mwanza tatizo la mauaji ya wenye ulemavu wa ngozi. Nikiwa RPC Mwanza, tatizo hili lilikuwa linaibisha taifa, lakini kwa kanda ya Ziwa hasa, lakini kwa kushirikiana na wenzangu tuliweza kulimaliza hili tatizo kwa kuwakamata wahusika na kuwafikisha kwenye vyombo vya haki kwa kushirikiana na wananchi, kwa sababu wananchi wanajua mengi. Kwa hiyo nilichokwenda kukibaini ni kwamba kwa sababu uhalifu ni zao la jamii, lipo katika jamii ile, niliomba wanajamii wanisaidie. Msaada niliotaka kwao ni kunipa taarifa sahihi za watu wanaojihusisha na hivyo vitendo. Baada ya kuniamini walinipa, tukazifanyia kazi, na kwa kweli hilo tatizo likaisha. Lakini huwezi kusikia bahala popote zaidi ya kitabu cha maisha ya Kachero Rambo kwamba mimi ni mmoja kati ya machampion tuliomaliza tatizo lilokuwa linasumbua taifa. Yapo mengi, lakini mimi ni mwanamchezo. Kama mwanamichezo nimeweza kutumia michezo kuwafanya wananchi wengi maeneo ambayo nimefanya kazi wawe karibu na jeshi la polisi. Kwa hiyo lijenga mahusiano mazuri kati ya jeshi la polisi na wananchi kupitia michezo. Na nikiwa maeneo mbalimbali, hizo timu za polisi ziliweza kushiriki katika mashindano ya ligi kuu, kama Polisi Mara, kama Polisi Kagera, kote huko zilifikia ngazi ya juu ya kucheza kwa ajili ya uhusiano wa kwangu na wanamichezo wengine katika maeneo husika. Mimi ni mtu ninayependa mahusiano. Mahala popote ambapo uhusiano unalegalega, basi huwa mstari wa mbele katika kufanya watu wawe wamoja. Lakini pia mimi ni muumini sana wa Mwenyezi Mungu na hofu sana Mwenyezi Mungu. Hivi ninavyozungumza, mwezi wa 5 mwaka huu na mpaka tarehe 21 Juni nilirudi kutoka hija. Kwa hiyo nina daraja lile la kuwa alhaji. Tulisimama kule katika viwanja vya Arafa, tukaiombea nchi yetu ya amani. Viongozi wetu wa kisiasa wote waufanye uchaguzi wetu uwe wa amani. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wote, wasiwe na hofu juu ya uchaguzi huu, wajitokeze wakapige kura kwa wingi. Na kwa wale wa Mbagala, basi wala hawana wasiwasi, wanajua kura wampe nani. Kura wampe tu Jamali Rwambo, Alhaji Mandenda Rwambo, Alhaji Rwambo Jamal Mandenda. Kwa kweli watakuwa wamempeleka mtu sahihi, mahala sahihi, na kule bungeni nadhani tutafanya mambo makubwa. Tunataka tuibadilishe Mbagala
katika muono wake, baada ya kufikiria Mbagala kila kitu kibaya, Mbagala barabara mbaya, Mbagala ukienda Kiburugwa tabu, ukienda Kibonde Maji tabu, ukienda Twangoma tabu, ukienda hiyo kitu tunataka tuifute. Lazima viongozi tuwajibike kwa wananchi kwa kutatua matatizo yao. Hapa mengine yanawezekana, lakini ukiona picha yoyote mtu anapita kwenye dirisha la daladala wanasema hii ni Mbagala moja kwa moja. Yaani kila shida. Alafu mimi naomba sana viongozi wetu tujitahidi sana. Hebu zile kauli ambazo zinaonekana kama tunawaongopa, tunawadanganya wananchi, tujaribu kuzikataa. Nitakupa mfano. Hapa tulipokuwa na mashindano ya CHAN, kwenye uzinduzi tulihamasishwa watu wengi waende. Namshukuru sana RC wa Tabora, Paul Chacha. Yule ni mmoja kati ya viongozi ambaye nasema ni mkweli. Alisema mimi mkoa wangu wa Tabora napeleka mabasi 10 ya mashabiki. Na kweli yale mabasi tuliyaona, wananchi kutoka Tabora walisafiri na mabasi kuja kushangilia uzinduzi wa CHAN. Hapa Dar es Salaam, nyinyi mnajua viongozi wetu walituambia nini? Tunatoa mabasi 500 kila wilaya, tutapeleka mabasi 100 kubeba mashabiki kupeleka uwanjani. Labda nyie watu Wasafi mliona hayo mabasi 100 yalivyokuwa yanabeba kwani Rwambo wewe ulikuwa unakaa nje ya uwanja kuangalia mabasi? Basi tupite hata kwenye vituo vya mafuta tuone mabasi 500 yalikuwa yanajaza wapi mafuta, au madereva 500 walitoka wapi, walioendesha na mshiko ulikuaje na vitu kama hivyo. Sisi mashabiki kutoka Mbagala tulipanda mabasi yepi kwenda huko. Nasema kauli za uongo wakati fulani sio sahihi sana. Hata kama wanataka kusema basi waziweke katika hali. Tuliambiwa hapo watu wa Mbagala sasa pilika zimepungua sana. Mabasi ya mwendo kasi yatazinduliwa tarehe 1 mwezi wa 9. Tukapata maelezo kwamba hii mambo bado, ingawaje yalishapitishwa mabasi yakaonekana ni mazuri ya rangi ya kijani yanafanya mazoezi, lakini ilipofika tarehe 1 tumerudi katika hali ile. Sasa vitu kama hivi yalikuwa anafanya mazoezi kwamba yapo na rangi ya kijani ndio hiyo. Sasa inawezekana ilikuwa inapitishwa labda kwa ajili ya nini. Lakini pia niseme tu kwamba viongozi wawe na hofu ya Mungu wanapowatumikia watu. Waache chuki binafsi kwa watu mbalimbali. Wamsaidie yeyote anayepewa dhamana, maana rais ni taasisi. Yote anayekuwa rais wamsaidie kweli wasaidizi wake. Wasifanye vitu tofauti nayo. Vinginevyo niwatakie Watanzania wote uchaguzi mwema, afya njema, watekeleze vema majukumu yao. Mambo mema yanakuja kupitia ACT Wazalendo inshallah. Asante sana. Asante. Nimekuwa na mazungumzo marefu na Alhaj Jamal Mandenda Rwambo, kamishna msaidizi mwandamizi mstaafu wa Jeshi la Polisi. Utumishi wake ndani ya Jeshi la Polisi ulikuwa wa kutukuka na alipewa nishani ya utumishi wa kutukuka, lakini amekuwa akijihusisha na siasa ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka kadhaa, na ameamua kujiunga na chama cha ACT Wazalendo ambacho kimempitisha kuwa mgombea wake wa ubunge katika jimbo la Mbagala. Kampeni ndo hizi zinaendelea, na bila shaka mtamsikia huko na kule akizungumza yale ambayo anatamani kuyafanya iwapo atapata dhamana. Na hapa One on One ni jukwaa la kuzungumza na kuhojiana kwa kina kuhusiana na mipango hiyo kwa wagombea wote wa vyama vyote. Asante. Mimi ni Charles William. Asante kwa wewe ambao umefuatilia kupitia Wasafi TV. Shukrani kwa timu yote ya uzalishaji kiongozwa na Anasa Mohamed, Romi 255. Asante pia kwa editor wetu Wilbrod, na amekuwa akihakikisha kwamba vitu hivi vinakujia vizuri kabisa. Asante pia kwa Stansi, na nimshukuru pia fundi wangu Gogava. Ukienda pale Instagram andika Gogava_classic_brand, anashona suti nzuri sana na anaweza kukuhudumia kwa wakati kabisa. Unaweza kutoa oda ya suti ndani ya siku 3 ama saa 48 tu na jumba likakufikia. Asante. One on One with Charles William.